Sasa kuna hii aya, kuna wakati nilituma niliposti kwa Facebook, nikasema hakuna aya hata moja inayosema Uislamu ni dini ya kweli ya Mungu. Nikasema hakuna aya hata moja. Watu wengi waliingia sana na kunitukana, wakasema wewe hujui Qur'ani, hujui nini unaongea. Sasa mimi nawaambia tena, mimi najua kile ninachoongea na nimesoma habari za dini, nimesoma. So whatever I speak, I have confirmed it, naelewa ni nini na siwezi kuenda kinyume na kitabu vile kinasema. Aya ya kiupekee ambayo inakusudiwa ni sura ya 3 aya ya 19, inaitwa Surati Imran. Hii ndio sura imetegemewa kuliko sura zote. Alafu 5:3 nitaweza kuelezea maana zake. Hii sura inasema, katika mfasirina wa Kiswahili anaitwa Sheikh Abdul Saleh Al-Farsi ametafsiri kama bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Yeye katafsiri hivyo. Lakini unapoenda katika matini ya Kiarabu inasema inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Bila shaka dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Neno haki haipo. Sasa ikiwa iko mbele ya Mwenyezi Mungu, kwani vitu vyote si viko mbele ya Mwenyezi Mungu? Ina maana ni vizuri. Shetani mwenyewe kaenda mpaka mbele ya Mungu kaujiana na Mungu, lakini shetani si mzuri. Sasa kama hiyo iko mbele ya Mwenyezi Mungu, haijatosha kuwa ni dini Mwenyezi Mungu ameichagua. Haijatosha bado. Unanielewa vizuri? Haijatosha kwamba iwe dini ambayo Mungu kaichagua. Lakini unaposoma katika kitabu cha Korintho wa kwanza 3:23 inasema nasi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Kwa hivyo imani yetu ni ya Mungu kwa sababu yeye ndiye kaanzilisha katika kitabu kile cha Waebrania 12:2 inasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Imani yetu kaanzwa na Yesu na katimizwa na Yesu. Kwa hivyo kama ilianzwa na Yesu na Yesu mwenyewe kaitimiza, ina maana hiyo ni imani ya kweli. Ina maana ni imani ya kweli. Kwa hivyo haya mambo ya imani nimeyasoma vizuri, ninaelewa kile ninachokiongea, najua naongea nini, na ninataka nyinyi muweze kuamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, si zaidi ya hapo. Hiyo ndio my target, my vision, my mission, ya kwamba ninyi mkaweze kumfahamu Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Si vita wala si kubishana kwa hapa na pale, ni ukweli katika maandiko. Unaposoma kitabu cha sura ya 5 aya ya 47, tafsiri ya Baruani, unaposoma ile ufafanuzi wake inasema nasi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, watu wa Injili, wa Kristo, wa hukumu. Unaona sasa? Kwa hivyo watu wa Injili walikuwa wa Kristo. Isa mwenyewe alikuwa imani hiyo. Sasa mtu ananiambia kwamba uache imani hiyo, sijui fuate imani nyingine ambayo ilikuja mwaka wa 600 baada ya Yesu kupaa ndio kunakuja imani. Sasa kitu kama hii inawezekana vipi? Nikuulizeni tu, kitu kama hii inawezekana vipi? Haiwezekani kwa sababu ule ukweli tayari unakuwa umefungika. Kwa nini watu wanajaribu kung'ang'ania kitu ambacho sicho? Yaani mwaka wa 610 mtu ako kule pangoni. Inaitwanga Jabal Hira ndani ya Saudi Arabia, pango kuu kuliko mapango yote. Usiku wa 8 anatokea kiumbe anamwambia ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq. Kiumbe yule anamwambia ya kwamba soma Mola wako ni karimu. Sasa mimi nikuulize jameni, hoja hizi, yeye kawa pangoni kule peke yake, hakuna mtu mwingine, ni yeye, anatuambia katokewa na malaika mwenyewe hatumjui ametokana wapi. Lakini maandiko yanasema katika kitabu cha Wakorintho kwamba malaika wa giza hujifanya kuwa malaika wa nuru. Unaona? Kwa hivyo si ajabu hata watumishi wake wakafanana na hivyo. Kwa hivyo anaweza sema okay, alikuwa ni malaika, sawa, ni malaika, ni wa giza ama ni wa nuru? Anakuwa ni wa giza kwa sababu alichokileta sasa kinaambatana na giza. Maisha yake aliyoishi yako kwa giza. Kwa nini nasema yako kwa giza? Maisha yake, ndoa yake na kila kitu cha kwake kinaenda katika giza. For example, na hili sitaacha kuliongea.
anapingana na kitabu cha kitakatifu cha Biblia. Kwa nini anakipinga? Kama kweli alitoka kwa Mungu na Mungu kajifunua katika maandiko mbalimbali katika kitabu cha Biblia. Lakini yeye anakuja na kitabu, anasema kile cha Biblia kimechafuliwa. Kitabu cha sahihi ndio hiki. Anasema kimechafuliwa. Kwa hivyo Mungu alete maandiko halafu yachafuliwe. Does it make sense? Hai make sense. Mungu hawezi kuleta maandiko yakachafuliwa. Mungu analinda neno lake sana. Anasema hata milima, mbingu na ardhi zitapita, lakini yodi moja ya neno la Mungu haitapita mpaka yote yatimie. Alafu kuna mwingine anakuja anasema oh, yalifutwa, mengine alienda. You can't be serious my friend. Biblia ni kitabu cha Mungu. Biblia ni kitabu cha Mungu. Sasa lazima tuelewe hapa maisha yake ya ndoa. Mtoto wa miaka 6. Na Aisha radhiallahu anha aliolewa akiwa na miaka 6, msichana wa miaka 6. Hii si maadili hata kibinadamu na kijamii, yanakataliwa. Lakini yeye akafanya hivyo. Haya ndio mambo tunayoongelea. We have to condemn this evil. Tunaongelea. Na lazima tuyaongelee. Ingawa yanauma, lakini lazima tuyaongelee. Kwamba ili maandiko yamesema katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 4:1, wapenzi msiamini kila roho, lakini sijaribuni muone kama zile hiyo roho zinatoka kwa Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea ulimwenguni. Kwa sababu hii mtatambua roho wa kweli wa Mungu. Ukienda katika 15 inasema kila roho isiyokiri ya kwamba Yesu ametokana na mwili si ya Mungu, kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, isiyokiri hivyo haistahili ya Mungu. Sasa huyu anakuja Muhammad anasema kwamba kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anapingana na ile kauli ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Atakuwa vipi mtume wakati anapingana na manabii? Naongea hili kwa ujasiri kwa sababu ni jambo ambalo naona kwamba linafaa liongelewe. Linafaa liongelewe kabisa.